Yes, bwana, sasa ni session nyingine ambayo tunakwenda kuangalia kilichotokea ndani ya kikosi cha Simba kwa maana ya performance ambayo Simba wameionyesha, performance mbaya katika michuano ya CAF mpaka sasa tunapozungumza. Nini sababu ya nyuma ya pazia ya hiki ambacho kimetokea nyuma kwenye klabu ya Simba? Bwana, klabu ya Simba kuna series ya sababu kilichopelekea Simba kuiona hivyo, tunavyosema hivyo, kwa sababu ukimwambia mtu Simba imepoteza kisoka uwanjani anaweza kukatalia kwamba imekuwaje, yani sio hii Simba ambayo ameizoea, alafu imekuwa ghafla. Simba haiwezi kuanguka kiwepesi namna hii, klabu ambayo imekuwa ikifanya vizuri miaka na miaka. Kumbuka hawa ni wana fainali msimu uliopita wa kombe la shirikisho Afrika. Kwa nini wapo hapa? Imekuwaje? Eneo la kwanza ambalo limeiangusha klabu hii ni mwendelezo wao wa klabu wa kusajili karibia kila msimu wanasajili wachezaji wengi. Kila msimu wamekuwa wakifanya reshuffle. Kuna ile reshuffle, kuna kusajili kuongeza wachezaji, alafu kuna reshuffle kwa maana ya kung'oa kikosi kwa idadi kubwa na kuleta wachezaji wengine. Huku kulitokea kwa takriban miaka minne iliyopita mpaka leo, na imekwenda kuwaathiri, yani sasa hivi ndio imekwenda kujitokeza moja kwa moja, kwenda kuwaathiri moja kwa moja. Ukiangalia Simba msimu uliopita ilikuwa na nyota wengi wazuri ambao waliipambania timu hii kufika mpaka hatua ya fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Lakini baada ya kumalizika kwa fainali ile, msimu ule ulivyomalizika, ukaja msimu mpya. Msimu ule hawakuambulia kikombe chochote, wakaja katika msimu mpya ambao ndo huu hapa. Msimu huu walileta maingizo mengi sana kikosini, mengi. Lakini katika maingizo hayo ambao wameyaleta yalitokana na kuondoka kwa wachezaji wengi kikosini mwao. Kwa hiyo ile kuondoka kwa wachezaji ilipelekea maingizo mapya au wachezaji wapya ambao wameingia kikosini washindwe kudeliver kwa uharaka, kwa sababu unapofanya usajili sometimes kuna wachezaji wanahitaji muda ili kuweza kudeliver kwa haraka, ili kuweza kudeliver. Lakini ni jambo ambalo lilikuwa limeshindikana. Baadhi ya maingizo yao mengi walioingiza kikosini yalishindwa kuonesha kwa vile namna ambavyo wao wenyewe wanahitaji. Lakini hapo tuende mbele turudi nyuma. Nishaye kufanya katika moja ya session hapo nyuma, nilifanya session ya kusema kwamba Simba quality imepungua tena. Hapo naomba nikae kidogo. Simba tutoke kwa Simba tuende kwenye mifano ya klabu nyingine. Klabu kama Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns walichukua ubingwa mwaka 2016, ubingwa wa CAF Champions League. Baada ya kuchukua ubingwa wakayumba hapo katikati kwa maana ya kuto kufanya vizuri sana kwenye soka la kimataifa, kwa maana ya 2017, 2018, 2019 walikuwa wana struggle. Kuna miaka kama 3-4 hivi ilipita wana struggle, haikuwa Mamelodi ile. Wakajua kwamba kwenye timu iliyochukua ubingwa yenye Kigan Dolly, yenye Percy Tau, yenye kama Biliati, Anton Lafort, walikuwa na wachezaji wengi wazuri, Holompo Kekana, Temba Zwane Mshishi. Walikuwa na wachezaji wengi wazuri ambao baadhi yao walikuwa wameshachoka na wengine wengi walikuwa wameondoka wameenda maeneo mengine. Kwa hiyo timu yao ilikuwa kama imechoka hivi. Kwa hiyo katikati walisajili lakini mambo hayakwenda vizuri. Na walisajili wachezaji wa maana tu. Mpaka baadaye wakaja kujiuliza kwamba tunakosea wapi, wakagundua quality tunazosajili ni ndogo. Kwa hiyo ndo wakasajili wachezaji wakubwa akina Marcel Allende kutoka taifa kama Mexico, kutoka Chile wakasajili wachezaji kama kina Gaston Sirino kwenye kikosi chao na wengine mbalimbali. Wengine akina Ricardo Kotze, wengi walitoka wanaenda kusajili Amerika Kusini. Na kweli bwana, Mamelodi ikarudisha ubora wake, ikawa timu tishio tena Afrika. Wakarudisha ubabe wao Afrika. Ikawa Lahali anakwenda pale, Lucas Moripe masterpiece anakula chuma 5. Mamelodi wamekasirika. Kadri muda unavyozidi kwenda, unaona kwenye Mamelodi quality inazidi kuongezeka. Wanakaribia tena nchi ya ahadi.
msimu uliopita wakacheza fainali ya ligi ya mabingwa Afrika. Baada ya kucheza fainali ya ligi ya mabingwa Afrika last campaign dhidi ya Pyramids na wakapoteza, msimu huu sasa ndo wameshusha vyuma vingine. Yes, akina Muniz wameingia, nyota ambaye ametoka huko pia Amerika Kusini. Kwenye kikosi wameleta nyota wengine, the like of Nuno Santos anacheza pale nambari 10, moja ya kiungo bora kabisa kutoka nchini Ureno, wamemshusha pale. Na maeneo mengine of course Arthur Sales alikuwepo tangu msimu uliopita. Walikuwa na mlinzi pale nyuma naye kutoka Amerika Kusini. Kwa hiyo walikuwa wamefanya vurugu katika dirisha la usajili, wakileta wachezaji billions of money zimekuwa zikitumika kwa ajili ya kuifanya Mamelodi great again, kuirudishia nguvu Mamelodi Sundowns. Na sasa hivi eneo la coaching limekuwa likizungumzwa sana, kwa maana ya kocha Miguel Cardoso ndo ananyoshewa kidole, lakini quality ya uwanja ipo. Kuna wachezaji wengi wazuri, lakini wapo wachezaji wengine ambao walikuwa wanacheza barani Ulaya, pale Afrika Kusini, wanacheza barani Ulaya wakarudisha nyumbani, the like of Tashrik Matthews ambaye alikuwa anacheza Sweden, Motiba ambaye alikuwa kacheza kandanda Ufaransa, yes, na wengine mbalimbali. Kwa hiyo lengo ni nini? Waligundua kwamba quality yao ni ndogo, kwa hiyo wanahitaji kuboost up their morali, wanahitaji kuongeza nguvu ya quality uwanjani. Wamesajili wachezaji wengi, wamefanya vurugu katika dirisha la usajili, na baada ya kuleta nyota hao, leo hii Mamelodi inanyoshewa tu kidole kwenye eneo la coaching. Inaonekana kama haichezi vizuri, lakini quality wanayo. Wana wachezaji ambao wanaweza kuamua. Miguel Cardoso kwenye kuti kavu, lakini Mamelodi ipo imara, ipo strong. Huo mfano tu wa Mamelodi, lakini zipo klabu nyingine mbalimbali. Sasa ikiwemo Wydad Athletic, kwa maana Wydad Casablanca, na wenyewe pia hapa katikati waliumba hapa, wameshake, lakini baadaye wakagundua waliumba kwa sababu ya quality kikosini, wakafanya usajili heavy. Usajili huo heavy ambao wameufanya ndio wakaingia kina Thembin Koselochi, wameingia kina Stefan Aziz Ki, na sasa hivi tunapozungumza hawa wameona hawatoshi, wamewatoa kwa mkopo. Yani Thembin Koselochi na Stefan Aziz Ki, daraja la hawa wachezaji ni wakubwa sana, lakini just imagine wamewatoa. Wakitaka kuongeza quality zaidi, wanakwenda kusajili mchezaji kama Hashim Ziyech. Muona bwana, hapo ndo unaona kwamba klabu kama Wydad Casablanca inataka kurejesha makali yake, to make Wydad great again. Ndio Simba quality ambayo wako nayo kwenye kikosi ni quality ya kawaida sana, ni quality ambayo kwa nature ya klabu yao na hizi klabu nyingine kubwa ambazo tayari zimeshajitambulisha Afrika kwamba ni klabu kubwa, mnapokutana na wapinzani wengine wanakuwa wanawakamia wakiamini nyinyi ni klabu kubwa. Esperance anapokwenda kucheza na Simba aende kumdharau, anajua huyu ni finalist last campaign, alicheza finali ya kombe la shirikisho Afrika, huyu ni mkubwa, kwa hiyo anatoa kila alichonacho. Stade Malien anapokwenda kucheza na Simba aende kucheza na Kibonde, anajua anakwenda kucheza na timu kubwa, huyu ni finalist msimu uliopita. Petros Atletico anapocheza na Simba anajitoa kila kitu. Ukiwa na booster dogo, ukiwa na quality ndogo, tarajia watakupa mechi ngumu. Ndicho ambacho kimetokea kwa upande wa Simba. Wamepewa mechi ngumu, wameshindwa kuqualify kwenda hatua ya robo finali, sehemu ambayo walikuwa ni kama standard ya klabu yao, lakini mambo yamekwenda tofauti kwa msimu huu. Sasa wanachotakiwa kukifanya ni kurudi katika ubao wao wa kuangalia quality. Wana nafasi ya ligi kuu, lakini waangalie quality ya kikosi chao kwa ajili ya kufanya vizuri kwenye msimu unaofuata wakipata ticket ya kushiriki kimataifa.